hapa muda wote tulikuwa tunakusubiri kao kwa maana. Jamani, Heshima bwana nakao. nafasi si hapa Mau. Lakini nimejisikia mimi nipo kaa nyoka, napenda joto. Napenda joto. Tini muache bwana kae. Sasa unataka ubana naye wewe mama yako mdogo? Wewe. Sawa, sasa kwanza habari za sasa hivi. 12 urefu pana 56. Jamani, kwanza mguu wenu. Unaona miguu yako na mimi na miguu yangu ndio watatu tena. Yaani tangu natoka huko nilikuwa nakufikiria wewe, nitakukuta sikukuti, nitakukuta sikukuti kwa sababu kwenye sehemu upatikani. Nini tena? Naona mzigo huu. Ndio tumeuona baba. Sasa hivi hali ngumu kusema za ukweli. Mwanangu. Masuala kuleteana leteana kadi. Hapo ndani nina kadi kama 6. Michango 40, 50. Sasa na kila kadi ina uwezo wake wa mchango. Sasa labda niombe kitu kimoja. Haraka ndio zilizofanya yule chura apate magamba yale mabaka. Kwa sababu ya haraka mngenisikiliza kwanza, nataka kuzungumza kitu gani. Haya, ongea tunakusikiliza. Hii sio barua ya mchango. Hii ni barua ya posa. Yaani yule mdogo wenu yule mdogo wako wewe, mtoto wa dada yako. Ametolewa hii barua kwa ajili ya kuolewa. Sasa mimi nikiwa kama mshenga ndo kanipa huu ujumbe ni ulete, kwa sababu wewe ndo mtoto wa kiume humu, inabidi nikukabidhi wewe. Alhamdulillah. Mwanangu kapata mchumba. Yaani hapa siku sijui itakuwaje, yani jinsi itakavyojimwaga mama. Nitamwaga lazi hatari yani watakoma. Kwa hiyo unasema mwanao kapata mchumba, wewe anasema dada anaolewa. Yaani mwanangu kapata mchumba, nimefurahi hatari yani. Alafu mwache tu aifungue barua kwa sababu huyu sina ndo dada yake yule. Aifungue tu. Kwa anapolewa dada yake inakuwa kama kaolewa yeye kwa sababu wewe ndo kamuoza. Acha mambo yako bwana Mau, vipi? Hayo matusi sasa. Nitakupa barua yako uondoke nayo, usielewa? Samani. Nitakutia mbao. Bonge la mbao baba. Mbako utoboe tofali. Na kubabatizo, unajua mbabatizo, bao la mbabatizo. Ndani huko. Yaishe. Na Mungu mimi. Kuwa na heshima. Ile heshima tana unamshenga gani na yule? Alafu lazima ujue mimi hapa ndo natoa maamuzi. Mimi mshenga msela. Na usela kweli, kwa mkeka umepanda viatu. Nimeogopa kukanyaga chini kwa sababu naona kule na huko sawa. Mkeka nao umelika. Mkeka kala mbuzi huo. Mmechana mkeka. Mbuzi hao. Kwa utajimwaga hatari. Na wanawake si mna mambo ya kulipiziana zawadi. Yaani lazima waje kulipiza hapo. Mimi niko huko naenda kumwaga lazi, natupa pesa zangu. Yaani nakutajimwagaje? Yaani wale watu wote nilikopo naenda kuwatunza kule lazima waje kulipiza fadhila hapa. Nilikuwa nakopa mikopo naenda kule kumwaga lazi, najituma kama shughuli ya kwangu. Sasa hivi shughuli ya kwangu mimi nitashindwa. Sasa hii usimwage lazi kwa baba. Hela hamna huko. Hamna hela. Hamna hela. Hamna hela huko. Furaha yangu yote shaisha. Huko hela hamna. Barua ushenga napopeleka kuna kopo na hela mkipozeo. Kipozeo huko hamna. Nilijua ndio maana nikaona bwana nifungue kabisa niangalie. Ushaelewa huko hela hamna. Lakini mimi hii barua nimeileta tu, nilijua kila kitu kimemaliziwa ndani huko. Duniani kote inajulikana mwanamke anapotaka kuolewa lazima barua iletwe na mle ndani lazima kuwe na kipozeo. Mshenga anapopeleka barua, kwenye ile barua lazima kuwe na chochote kama pozo. Hata huko kwenye miji ya watu huko Marekani sijui huko kati anaolewa Madonna. Kwenye historia ya vitabu la Agano la Kale. Madonna Maradona. Madonna mwanamuziki bwana huyu singer. Aliimba nyimbo ya baby. Ya baby. Sasa wakati anaolewa yule pale, mshenga wake alikopo ni Marvin Gaye. Yule ndugu yake Marvin. Muongo, hawana ndugu. Eti Marvin, Kevin Omwaloni? Kevin Omwaloni alikuwa mdogo kitambo hiyo yani. Si ndio alikuwa mdogo, si ndio maana kwa wakamwacha kachelewa basi. Alowachwa sio huyo, alowachwa nani? Yaya kwenye picha nani yule Yaya Tule. Sio kwenye picha Govinda. Ile Govinda. Mpaka unajua ulipo kuna sema alikuwa anagonga hivi. Kwa hapo anafanya ao. Ile adui mkubwa Bolo Yang. Sio bwana. Bolo Yang si bad sport. Una Vandame. Ana rafiki yake bonge hivi. Nimeanza kukumbuka. Alafu kuna ile pale ya Tompo. Anapiga mnazi ile boom. Ndo mniga analiwa na mamba sasa. Hadi wewe hiyo sasa. Wewe hiyo mwanangu. Wewe unaongelea Predator au Terminator? Unasema picha nani Anodi?
Tinie, hebu naombeni mnisikilize jamani. Hii barua ilivyokuja kavukavu mimi sihitaji hapa. Ushaelewa? Barua inakuja na hela. Hela yani imepungua sana shilingi 30,000. Nyinyi wewe barua unakuja na barua haina shilingi 10 nyekundu. Unategemea kitu gani? Lakini ungemwacha huu kwanza, maana huu ndo mtoto wa kiume, ndo final destination, ndo kila kitu. Sasa mimi vile sikuelewa kama hii barua haina kitu mundani. Na mimi hii sio shughuli yangu namba 1. Nimefanya shughuli hizi kwa kipindi kirefu sana. Hasa yule sijajua kwa nini hajaweka. Ningejua mimi mwenyewe kama hamna kitu, ningemwambia. Na ndio uende ukamwambie sasa hatutaki barua sio kupo na hela. Sasa kaeke hela huko bwana. Inabidi mimi sikutegemea kwa sababu hata yeye anajua hivi vitu kwa sababu ni mkubwa yule. Bwana Kivumbi. Yule midevu? Ndio yeye, huyo ndimi. Kivumbi? Yule midevu makubwa. Yule midevu analeta kufanya nini na papa saluni? Yule Master T? Yule midevu anapeleka wapi? Yule sio mzee. Yule hana hela, matatizo. Na ndio maana barua imekuja kavu. Kwa hiyo sasa nyumba hii hapa umeona wanapokea wanaume wasiokuwa na hela, si ndio? Ndio maana nasema mimi sijajua. Mrudishie ile barua yake aende akaeke hela. Sasa yule amefikiria nini? Lakini hajaona watu wote huko wazee wenzake akaoa aje kumua mtoto mdogo? Ndio nashangaa hata mimi. Sasa ngoja basi kwanza. Wewe unataka mdogo wako aolewe na nani? Bora hata nani itakuwa vizuri. Sasa sikia. Huyo Kivumbi wa mimi simuhitaji hapa. Sawa. Yaani yule mwanangu aende akaolewa na yule Kivumbi. Ujana wake kaulia wapi ule utu uzima aje kuuzekea kuna nini kumalizia kwa mwanangu? Aolewa asubuhi usiku aje kufa kesho yake aingie eda inahusu. Yaani mwanangu atakamtia eda hivi mtoto mdogo yule akaingia eda. Yaani sitaki kumwambia pale hakuna mchumba. Alafu labda nikwambieni kitu kimoja. Mpaka amefikia hatua kuandika barua kunikabidhi mimi niilete, maana yake walisha kubaliana section chamber, wamezungumza wakayajenga, ndio akafikia hatua hii mimi nikashirikishwa nilete. Hii ni bahati. Mdogo wako kapata bahati. Na wewe unatakiwa ushukuru kama alivyosema mama yako mdogo. Sasa hiyo bahati. Yule mzee si mkosi yule. Mwenzangu akafundisha uchawi. Tena ujana wake kaulia wapi uozea anataka enda kafia kwa mwanangu inahusu. Anaolewa usiku, anaolewa mchana usiku anakaeda. Yaani sitaki, nenda kumwambia hapa tuhitaji wazee kama wale waende. Wewe Kivumbi. Njoo. Njoo basi. Shika barua yako hilo, kitambaa utapengia makamasi. Mzee mtu mzima ovyo wewe. Yaani wewe umeniaibisha mimi. Umeniharibia CV. Katika vitu ambavyo mimi sijawahi kushindwa ni hii shughuli ya udalali wa wanawake katika masuala zima ya ushenga. Umenielewa vizuri? Umenichafulia CV kwa sababu mimi sijawahi kufikiria kama mtu mzima kama wewe ambaye unaelewa, unafahamu na vitu hivi, unaweza ukanipa mimi niipeleke barua Dry Cinema chama kavu bila kuweka kitu chochote. Alafu wewe sijui unajiamini nini. Wewe ni mtu mzima ambaye ulitakiwa ufikirie yule ni mtoto mdogo. Mtoto mdogo anapotakiwa na mtu mzima kama wewe, unatakiwa utumie hela nyingi sana kung'oa. Umenielewa? Unatakiwa utumie hela nyingi, umemzidi umri sana yule, unajua unakula chumvi nyingi baba. Eji go. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo unapokuwa unamtaka mtu kama yule, ndio hivyo unaweka vitepetesheo ili pia kuilainisha kazi yangu mimi inakuwa laini. Kama nimepaka grease yenyewe ndio inakuwa hiyo hela ambayo unakuwa umeiweka huko. Alafu wewe upo kama gari la mkaa, umri umeenda kama nilivyokuambia hapo mwanzo. Ukitoka shamba unapelekwa gereji, yani tulipu shamba tulipu gereji, tulipu shamba. Kwa hiyo unatakiwa utumie hela nyingi sana kwa watoto wadogo kama wale. Umemaliza? Sijamaliza, nimeweka pause ili wewe uongee, ukimaliza mimi naendelea tena. Katika watu ambao nimeshusha vyeo vyao, wewe nimekushusha vyeo. Yaani wewe ninavyokufahamu mimi, mbao wewe ninavyokufahamu mimi, umeshindwa wewe kwenda kuwaweka sawa wale. Kwenda kutumia hekima zako, busara zako nilikuwa nazitegemea sana. Kwanza busara, hela inakuja baadaye. Wewe ulishindwa? Wewe umeona wapi barua inaenda bila hela? Nakuuliza ulishindwa kutumia busara zako? Mimi sijashindwa, lakini kilitakiwa kitepetesheo. Una lolote, wewe una lolote. Umeshindwa kujieleza na nimekataa kuweka hela makusudi kwa sababu nilikuwa najua tabia yako ya kulamba, ungelamba hela. Mama, mimi nalamba hela. Mimi nalamba ice cream, nalamba koni, nakula chakula sili hela, wala hailiwi bwege wewe. Muone sasa nasema hivi, umeshindwa kazi. Yaani ule umaarufu wako, uhodari wako, ujanja wako, hekima zako, busara zako umeshindwa kuzitumia. Ndio nimekugundua kwamba wewe una lolote, pumba.
Sio kwa uzee huo. Mimi sio mzee, mimi mambo mazuri wewe. Mambo mazuri wapi wewe? wewe? Kwanza mzee sitaki. Sitaki kurudie tena neno lako hilo. Neno gani? Kwani utanitaje mzee mimi? Mimi mzee. Mimi sio mzee. Mimi kijana wa zamani sio mzee. Wewe unanionaje mimi mzee? Sikiliza nikwambie kitu. Sikiliza nikwambie. Yaani wewe kwa hivyo ulivyo, kama inatokea ndii unaenda India pale ndii unapokelewa na ambulance. Wanakugombania madokta. Tumfanyie operation ya moyo, tumfanyie operation ya moyo. Kumbe mtu mzima uzee tu. Nakwambia sio mzee, usiniite mzee. Mimi hata nikakubali sikuti mzee. Tena hiyo kauli yako uiache hiyo. Usinipige singi basi. Wewe mzee tu. Mimi nakwambia sio mzee, mimi kijana wa zamani, unajua nitakuharibu sasa hivi. Basi sawa. Mimi naweza nisikuite hivyo mzee lakini wewe ni mzee. Nimekwambia mimi kijana wa zamani, wewe kuniita mzee msipendi. Kijana wa zamani. Bwege wewe. Bwegeza. Sasa hivi lakini ni mzee. Nimekwambia sio mzee, najiangalie wewe. Si zamani ndio ulikuwa kijana sasa? Nimekwambia mimi kijana wa zamani. Kikalagosi wewe. Nenda bwana. Haya, mimi nilikuwa nakuona mjanja kumbe una ujanja. Unapenda watoto wazuri afu utumie hela. Mimi nitampata tu. Nitampata. Hela mimi ninayo ila wewe uelewi. Hela unayo wapi wenyewe wanasema? Buba. Achana na maisha. Bila kuweka buba. Achana na maisha yangu. Wewe usifanye sina kitu nataka kuweka. Chafu ile buba wewe afu unakuja kuniongopea habari zako. Nenda basi. Nenda basi. Wapi? Wewe uweze kuniambia mimi. Mimi ndio nimekusimamisha, nikikusimamisha ile eneo langu maana yake nimekusimamisha nimekuruhusu nenda. Nenda basi mzee. Nimekwambia sio mimi mzee. Nimekwambia tena mara pili usichana. Nenda basi kijana wa zamani. Hiyo ndio neno unalozungumza. Hata kupata hela kilaini tu. Mtu mzima ovyo eti unakataa usiitwe mzee unataka uitwe kijana wa zamani. Kijana wa zamani sasa hivi si mzee, si vile vile tu unakataa kuitwa Abdalla unakubali kuitwa Dula boya wewe. Odi. Ngongongo. Ni nani wewe? We ngongongo. Ni nani wewe? Hebu toka nje huko. Fungua mlango. Unataka nini? Saa 8 za usiku Wewe bwana mbona unagonga hivyo? Unagonga kama unatudai kodi? Baba yako yuko wapi? Babangu? Ndiyo baba yako mzazi midefu yule. My daddy? Ndiyo. Ametoka. Ametoka na ngoma gani? Mchiliku. Mchiliku gani? Wale ndege kama kasuku wale. Sawa, sasa sikiliza. Mimi nimekuja hapa nina mashtaka. Yaani kama ningemkuta babako hapa, ningemjeruhi. Amefanyaje? Babako amekuja nyumbani ameleta posa. Sasa nikasema hii posa labda amekuja kukutolea wewe. Baba anaifungua barua hii. Nakuta bwana midefu ndo anataka kuoa. Kaeka na picha? Na picha kabisa kaka passport size. 3 kama anakuja kuomba kazi. Yaani anataka kumuoa mdogo wako wewe. Sasa yule mtu mzima kweli kuja kutembea na yule mtoto mdogo yuko form 2 ujue yule. Yaani hili ni kosa la jinai. Sawa sawa anakwenda kuchukua meno ya tembo kupeleka China. Au ni sawa sawa na kumbaka binti kiziwi. Binti kiziwi? Huyu wa Zedi Anto. Mimi sizungumzie masuala ya viziwi hapa. Sasa mwambie babako akae mbali naye. Yaani ujue huyu baba sasa hivi katoka katika ubinadamu kaingia katika unyama. Kwa nini afanye kitendo kama hiki? Na unyama wake ule umepitiliza umekuwa unyama unyamani. Umeshaelewa bwana? Matendo hayo ni matendo ambayo huyu anataka kama anataka kumnajisi. Sio kumnajisi, anataka kumbaka. Yule ni mtoto mdogo. Mimi nifikiri labda uliponiambia kwamba kaleta barua labda nikajua kaleta hiyo barua kaleta kwa sababu yangu mimi nije kuoa. Kumbe anataka kuoa yeye. Ndio. Makamu yale anataka kuoa mtoto mdogo. Unajua ndio maana hata hawa nini hawa watoto hawa wana nyimbo yao wameimba ya moto hawa. Hii nani una lambo? Mimi ninamua. Sasa babako lambo. Mua bwana. Unajua lambo kupigana na kidiskidi ni vitu viwili tofauti. Ni sawa. Atambemenda mdogo wangu. Hapo sasa nimekuelewa. Yaani wewe umekosea, wewe ungekuja na gari la PA. Au ungemchukulia Kigoma ungekuja hapa na au ungeenda kuongea na Said Fela, ungechukua wale watoto ungekuja nao wale watoto na bendi yenu hapa mnapiga. Unaimba unamwimbia kwa sababu hapo amekukosea. Nikupe taarifa. Mwambie babako stay away from her. If follow my young sister, I can do something you don't think every day for your life. Yaani asimfuatilie dada yangu katika maisha yake. Kitu nitachokuja kumfanya ni kikubwa sana. Kwa sababu kujiua ni kitu kidogo. Sasa. Shaelewa vizuri? Naenda kumchukulia PF3. Asapo kwenda PF3 mchukulie na MP3 mpaka flash. Alafu namchukulia na Arabi. Njoo naye na yule jamaa yule Steve Allen B. Ukija nao wawili baba mwenyewe ataogopa. Au kama itakuwa inakushinda unakuja na PA. Mnapiga PA yenu unakuja na wale watoto wanaimba hiyo nyimbo hiyo. Usijui unambemenda, usijui kafanyeje, unaenda kumchukua mshikaji mmoja MC wa promotion ni mzuri sana katika mambo ya promotion. Huyu mganga Ndele. Mganga? Ndele. Unakuja na waganga.
unakuja nao hapa. Sikiliza baba. Tusileteane masuala ya kitoto. Ni hivi. Hii ni taarifa Ya habari. Tena sio habari kamili. Tufanye kama muhtasari au habari ya saa 12. Ndio. Umeelewa? Mwambie babako usirudie. Sasa nakwambiaje? Sina haja kuzungumza na wewe tena. Mimi ninachotaka mimi mwenyewe naunga mkono. Mimi niko katika upande wako. Ushaelewa bwana? Wewe nenda kamchukulie huyo PF3, ukishamchukua PF3 chukua na MP3 kabisa au MP4. Kwa sababu hicho kitendo ni cha unyanyasaji na ni kitendo cha kukiuka mipaka na nchi hii ya Tanzania. Hakuna vitu kama hivyo. Ningemuona Amana kama Sitaki kuzungumza na wewe baba. Anasema mimi ningemuona Amana kama angekuja kumtolea posa mama yako mzazi, ingekuwa ni sawa, lakini sio mdogo wako. Wewe sasa unakuja kutafuta balaa. Mimi nakwambia kabisa. Mpaka mimi nazaliwa mama kashatolewa posa mara ngapi? Sijui. Mjinga nini? Yaani atolewe tena mara pili. Si baba yenu amekufa. Mtu akiwa mjane misaada inakuwa mingi. Lakini amekosea. Nataka kumpotezea riziki. Riziki ya kukosa misaada ya kuja kusaidiwa kama mjane. Hamna, yani unakuona baba naye baba mwenye kidevu. Nitashuhudia kabisa na sitakubali dada yako azalilike. Huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Teli, alikuwa anaojuaga sana kwenye maredio. Mtafute yule mama pia, kama una namba yake, mimi nitakutafutia namba yake nitakupa. Haiwezekani. Haiwezekani. Wewe mtu uzima ule unataka kuwa mtoto mdogo? Basi bora hata angekuwa msanii wa muziki ndo tunajua, au wasanii wa movie ndo tunajua wanakuwa wana kawaida hiyo kwamba wao wapenzi wao wanakuwa wakubwa, wao wenyewe wanakuwa wadogo, kama huyu nani huyu nguo yake ilomvukaga. Habari za leo mamkwe? Nzuri. Shikamoo mamkwe. Hivyo mzee una akili timamu wewe. Utuzima huo wakuja kuniamkia mimi na usu. Tena ukome ushike na adabu yako kaamkia hao watu wazima wenzio. Ni haki yako. Kwa sababu wewe ni umezaa mtoto na mimi yule mtoto nataka kumchumbia. Kwa hiyo mimi kuja kukuamkia wewe ni sawa sawa, ni haki yangu na mimi na desturi inaruhusu hiyo. Lipi baya kwa nini unalifanya? Kwa sababu na mtoto wa kike nyumbani kwangu ndio niamkiwe na kila mtu, mpaka wa vikongwe kama nyinyi. Hapana, hii ni haki yako na cheo. Cheo hicho kipi? Kingekuwa chosi ningekaa ofisini. Hapana, mimi unavyonifikiria wewe, mimi sio mzee hivyo bwana. Mimi ni lover boy, sio mzee. Na nimempenda binti yako. Kutaka kumuoa mimi sio kwamba eti nyewe mmeishiwa. Nikukubalia kwa kipi hasa ulichokuwa nacho wewe, mjinga wewe? Nikukubalia kwa kipi ulichokuwa nacho? Eti ni muoe mwanao. Kirahisi tu. Umesikia yule mtoto tumemchoka. Hatujamchoka bado, tunamhitaji. Na wala sijamnadisha kuwa anahitaji mchumba. Sawa? Na hata kama angekuwa anahitaji mchumba angekuja vijana size yake, lakini sio wewe. Hasidi usokuwa na sababu wewe, mwanamjalana wewe. Tena nimekwambia hivi, ushike na adabu yako. Marufuku kukanyaga pale. Kwanza ulivyokosa hata haibu. Umeleta kibarua chako hata pesa hamna katika barua. Tatizo kwamba yule mtu ambaye nimemtuma mshenga afai, mdokozi, mwizi. Ningeweka pesa angekula, alafu yangekuwa matokeo yake ndio yale yale, angeleta tu maneno ya malikauli. Unaona? Sasa kwa hiyo nilijipanga kwamba lololo, sijui gogogo, sijui mkaja wa mama, sijui kitenge cha bibi, yote siku ya ndoa mimi ningelipa vyote kwa mpigo hapo hapo. Hiyo nilikuwa naliweza jambo hilo. Sasa hapa hakuna sijui siku ya kuja kufunga ndoa wala siku ya nini. Sihitaji hata kukuona kwangu, umenielewa? Tena ukome ushike na adabu yako pale kukanyaga. Unataka mwanangu nani umwambukize uchawi wako? Yaani mimi nimekuwa mchawi? Ndio wewe mchawi. Nikubalie tu mamkwe. Naomba unikubalie tu. Itawezekana. Tafanya lolote linawezekana, lakini hakikisha kwamba mimi namuoa mtoto. Poa. Unajua nikikuangalia wewe unanikumbusha sana simanzi. Yaani unajua kuna ndege fulani zamani walikuwa wanaitwa wale nani, shorobwenzi. Unajua wewe mwili wako huko binadamu lakini kichwa shorobwenzi kabisa. Nikimkumbukaga yule ndege alinipaga sana mimi shida yule. Basi usipende kununa. Wewe umenitia nini hapa? Kwanza ninashukuru sana kwa kuitika wito wangu. Naam. Hivi unajua blaza, mimi nakuonea huruma sana. Unajua kweli, unajua nilikuwa nafikiria jambo moja. Unajua leo jua kali. Ndio maana au ulikuwa na maana gani? Yaani kila siku nilikuwa nakutafuta. Ndio zamani biashara yangu kubwa ilikuwa ya ufuta. Nikwambie. Yaani wadogo mna kumbukumbu. Mimi tu nina langu rohoni. Kila siku natamani nikwambie, kukupata sikupati. Tunapishana. Ndio bwana. Sasa
haina haja wewe ya kuniambia kwa sababu ile nyimbo naipata ile. Nenda kama mwambie ile pale sasa, kama unataka kuijua ilikuwa ni miaka mingi sana. Nyinyi mlikuwa wadogo. Achana na hayo mambo. Hivyo wewe brother, kila siku unavotoka ukirudi nyumbani, pale kuna wadada wamekaa wanacheka ukipita unaona kawaida sana. Alafu wale wakina dada kila siku naona wanajichekesha au wananikubali yani mwenendo wangu. Wanakucheka wewe kwa ujinga wako kwa sababu kila siku ya Mungu shemeji anaingiza mwanaume ndani. Ndio. Mwanaume gani? Alafu yote 9. Ngoja kwanza, mwanaume gani? Hebu niambie mwanaume gani? Yani ni heri, yani hata ningekutajia mwanaume wenyewe yani ni aibu jamani, ni aibu. Ngoja nikwambie mwanangu. Sasa hapo ndo unanifumbua akili. Unaona bwana? Niambie huyo mwanaume gani? Kuna huyu mzee anakaa hapa nyuma hapa. Nani huyu mzee? Baba yake Kipupwe. Unamaanisha nani mzee Kivumbi? Huyo. Yule mzee ndo anatembea na mkeo na kila siku ya Mungu. Unatoka wewe, yeye anaingia ndani. Unajua ndugu yangu, hapo ndo nilikuwa nakuchunguza. Unajua kumkomoa Masai kwenye guest usimpe shuka hujamkomoa. Unajua kama yeye mwenyewe anatembea na mashuka. Yaani nilikuwa nakaa na kuchunguza nijue mwanaume gani. Hapo ndo nimeona unafiki. Yule mzee hawezi akatembea na demu wangu. Bora ungeniambia mwanae. Kwani mimi Kipupwe simjui? Unamjua ndio, lakini bora yule ndo ungeniambia ndo anaendana. Sasa ndo anatembea yote, anatembea na baba yake. Wewe hapo acha unafiki. Komesha kwa mnafiki. Wewe hapo mnafiki. Kukwambia ukweli nimekuwa mnafiki. Ndio nakwambia wewe mnafiki sana. Unajua watoto wa mtaa hapa naonaga nyinyi wengi wanafiki. Hampendi kuona maendeleo ya watu. Sasa huo ndio unafiki. Mimi wewe hapo mnafiki. Ni hampendi maendeleo yangu mimi kama vijana wa mtaa huu. Basi uendelee hivyo na ubwege wako. Wewe kwenu wote wanawake. Ndio nimeangalia, nimekufanyia utafiti, nimejua kabisa wewe kwenu wote wanawake. Lakini ukweli ushakufa. Kuna utaishia hivyo na ujinga. Nakwambiaje? Nimekaa nimefanya uchunguzi, nimekuangalia ni jinsi gani na kuona kabisa kwenu wote wanawake. Ila mimi naamini wewe siku moja utanikumbuka maneno yangu. Kwa maana nakwambiaje, nikikuangalia kwa ukweli umenipa, lakini kiutabibu na kisayansi na kuangalia kabisa nikikukolaizi naona kwenu wote wanawake. Hata ukiongea nini ukweli nishakupa. Hata ya maua nikikaa naona kabisa yakikuangalia kwenu wote wanawake. Alafu wewe ndo maana kumbe unakufanya bwege. Maana hata maandiko yanakwambia, heri nyie mnawakataza hao wasipaze sauti. Lakini nasema kwa neno la Mungu, hata hayo mawe yanapaza sauti. Na mawe yanapaza sauti kwenu wote wanawake. Sawa, lakini ndo ukweli nimekupa. Ndio nasemaje? Na mimi nimekuelewa kutoka moyoni kabisa. Nimekuelewa, lakini kwenu wote wanawake. Na mkeo kila siku ataingiza mpaka watoto wadogo. Kashakiingiza wazee hadi watoto wadogo. Na utaishia hivyo na ujinga wako. Na ndio maana wewe Mungu akupa ufupi. Mambo. Kabla ya salamu. Nahisi wewe ndio utakuwa pikipiki posta wangu. Umeelewa? Na kufikishia habari hii umfikishe baba yako. Kamwambia babako akome na akomae. Umeelewa? Hivi mtu mzima kama yule ananitafutia nini mimi? Anatafuta nini kutoka kwangu? Hivi baba yako wewe aje kuniletea mimi barua anataka kunioa anataka nini? Akatafuta size yake, mimi si size yake. Sawa? Umeelewa? Sasa nimeshindwa kujibu hata moja dadangu, unaongea kama mmeza flash. Na kama flash yenyewe baba hiyo MP4 hiyo GB 8 hiyo. Naongea na kumezesha. Unanimezesha. Ndio la kwanza la pili ulishike. Sawa. Ufikishie baba yako, umesoma? Sawa. Haya. Umeelewa? Sawa. Yaani kama mimi nikishindwa kumfikishia naweza nikawatafuta hata kina Aslay, ujumbe wataufikisha. Habari ndio hiyo. Sawa, wewe nenda. Ndo naenda. Naondoka kama ifuatavyo. Sasa baba naye anatafuta nini jamani? Na dadangu ulivyokuwa unakuja ile kofia nikajua umebeba koni. Sasa nikasema koni gani natembea hii kuja kuangalia vizuri na kofia. Sio ndani kuna uvundo mle maskini ya Mungu. Ya baba naye wewe ule na mtoto ule. Si mkamo wetu ule. Mkamo wetu kabisa. Naomba niache sasa. Mbona unanionea kesi kama hichi jamani? Kuna kitu gani? Sasa ndio unanipigia nini? Sasa hapo nimekupiga. Angalia ulivyonipigia, utasema unapigia nguruwe jamani. Sijakupiga nini, nataka nikupiga zaidi hapo kwa sababu naona uelewe. Jamani, hivyo wewe wakuambia watu kabisa wote kwamba mimi natembea na mzee Vumbi. Ushakunikuta mimi na mzee Vumbi. Nimemwambia nani? Mimi yule pale bwana ndo amenichuza sana.
sina kosa lolote. Ndio ameniita yule nani, yule mvulana anaitwa nani? Nani mtaje? Yule pale anapenda kuvaa shati nyekundu. Na wewe kamsikiliza, si ndio? Hapana, mimi sijamsikiliza sana. Anaitwa nani yule bwana? Hebu naomba nitajie huyo. Ndio bwana. Nadhani unanijua. Yule anapenda kuvaa t-shirt nyekundu anaitwa nani? Kwa hiyo nataka niambie anayevaa nguo nyekundu ni mtu mmoja? T-shirt yake nyekundu anaitwa nani? Yasini. Na wewe katika akili yako ukamsikiliza Yasini. Kwa unampenda Yasini unanipenda mimi? Mimi hapa? Mimi nakupenda wewe, mimi nampenda Yasini. Eti nampenda Yasini, mimi nakupenda wewe hapo sana. Sasa naomba uambie watu wote kwamba jamani, kumbe mimi si maneno ni ya uongo. Naomba uambie. Bwana. Nimwambieje? Nampenda Unajua usijitoe ufahamu. Jamani, napenda kuambieni majirani, ndugu na jamaa, msipende kuingilia ndoa za watu sana. Mimi mwenyewe nampenda mke wangu sana. Ndio maana yake. Nakwambie kwamba hata nikimkuta na yule babu ni kama baba yetu. Na mimi hapa majirani, msipende kuingilia ndoa za watu sana. Wenyewe akinipiga ni wenyewe tunaishi. Unaona bwana, na mapenzi yetu msiingilie. Nikimkuta mzee raha sana, mimi yani niseme nani mzee ndio. Msipende kuingilia mambo ya watu. Mkitukuta mimi na yule mzee wala hatuna mahusiano naye, wala mke wangu atembei na mzee kivumbi, na ndio maana nakununulia madera. Ndio bwana. Sio unapenda kusikiza maneno yao. Ndio watu wengine wanapenda kuongea maneno, lakini mke wangu mimi mwenyewe nikasemaje, mke wangu hawezi akanisaliti. Ndio ile pale alikuwa anafanyaje, ananilazimisha. Ndio bwana. Pole. Jamani. Ndio umenipiga na gongo, nikaona wewe hapo unipendi. Ndio bwana. Unaniuzi? Hapana. Mimi nakupenda sana. Sasha, nakusikiliza. Yaani cha kwanza kabisa mimi nashukuru kuitikia wito wangu. Unajua mtu ambaye ataweza kukataa wito wako wewe inabidi apigwe kamba za katani akapimwe akili. Sasa Mau, labda nikuulize. Ile zile nilipokutuma ulete pale barua nyumbani, nilikuwa nina akili kweli? Na wewe umekubali kabisa? Sasa wewe cha kwanza unachotakiwa kufanya unishukuru mimi mkuu ndugu yako. Kingine umshukuru ule mzee mkuu ndugu yangu. Alafu kikubwa zaidi, kwa sababu hili ni jambo kuu maalum, unanyanyua mikono kwa Mungu, unamshukuru na yeye. Acha nikwambie kitu kimoja. Wasichana wengi walikalako wanatamani sana kitu ambacho umefanyiwa. Hakuna mwanamke asiyetaka ndoa. Kwa hiyo umepata bahati ya mtende. Mau bwana, ila tuachane na hizo habari. Twende kwenye main point ya kufanya mimi nikuite hapa. Main point. Ni kama main road. Melody. Mambo ya tarabu tena huko jahazi. Kina mama shughuli. Mami, kuna jambo nataka nikwambie. Ndio maana niko hapa na kusikiliza. Sema tu usijali. Kama ni masuala nini, sijui doti za kanga, sijui mkaja wa babu, sijui nini, niambie. Mimi ndo mshanga, naenda namwambia yule mzee anakamilisha. Nisikilize bana. Ingawa aliniangusha kweli kwenye ile barua. Mimi sipo huko kabisa. Kwanza ile ujizee unaliongelea hapa mimi sitaki hata kulisikia. Mau, mimi nilikuwa nataka wewe ndo unioe. Wewe bwana, sasa mbona unaanza kukufuru tena? Kukufuru vipi sasa? Mimi nataka wewe mume wangu, mimi nimekupenda Mau. Mimi nataka wewe ndo ulete barua pale nyumbani unioe. Sasa. Sikiliza, wewe. Mimi hapa labda nikwambie ukweli tu. Ni hivi, mimi nao uwezo wa kuzungumzia wenzangu. Umenielewa? Yaani kama mwenzangu, ndio maana nimekuwa mshenga. Kama mwenzangu anakuwa anamtaka demu fulani, mimi na utafikiri yule demu namtaka mimi. Lakini mimi ninapokuwa nimeshikwa, siwezi kujizungumzia mimi. Ushanielewa? Yaani kwa kifupi mimi domo zege ndio ninachojaribu kusema. Lakini mimi mwenyewe sasa, kama mimi kwa ajili ya matakwa yangu nashindwa. Sio kama mata yanitoke huko, yananitoka sawa. Sema nitakuanzaje? Ila kwa sababu nimejaribu kupiga chenga kwenye 18, refa kaona umenikata na amenipa penati. Mimi sawa, nitafunga tu penati, kwani nini? Kwa hiyo unamaanisha mimi umenikubalia utaniletea barua nyumbani? Sasa nakataaje? Naanzaje kukataa? Fresh tu, kwa sababu wewe mimi mwenyewe nakutolea macho. Alafu mimi sio nyoka wa maonyesho, nina meno na ninang'ata. Wewe mzuri. Lakini mimi sasa maisha yangu
na maisha magumu kweli kweli. Mimi napiga miguu miwili, yani maana yake siachi kazi yoyote, kuzibua vyoo, kubeba hiki, yani kila kazi inakuja mbele yangu. Na mimi ulaji wangu wa shida vile vile, kama ninavyopata hela kwa shida, ninakula mipakani. Kwenye saa 5 na dakika 59 ni 6 kasoro moja ndo nakula, yani ili nimekula asubuhi na mchana na balance. Alafu chakula cha usiku na kila saa 12:30 kama futari, kwa sababu ya kubalance jioni na usiku, hiyo night dress. Ninavyosema nimekupenda wewe, namaanisha nipo radhi kuishi maisha yote na wewe. Fahamu hivyo, mimi nakupenda. Sasa hapo yule mzee nisikuone naye tena. Yaani unavomtaja ile mzee, yani ninahisi hata kuchefuka. Kutoka na silipendi, unajua silipendi? Yaani silipendi zile jibaba, sio linataka linifie mikononi mwangu. Nikikuona naye tena nazirudisha zile mvi zake zinakuwa nyeupe. Unajua zile pale mvi zake sio za rangi ile pale rangi aina ile. Kapaka ile. Anajifananisha na Wakongo, lakini yule sio Mkongo, yule mbongo mzee. Umenielewa vizuri? Kaa naye mbali kwa sababu mimi nina wivu sana. Umenipenda mimi mwenyewe na umeniambia kabisa umekubali kula ugali wa kurumagia na kachumbari. Yaani jinsi nilivyokupenda Mao, mimi mwezio niko radhi, unioa hata kwa mali kauli. Mali kauli? Mimi hata hiyo mali kauli yenyewe sina. Mfukoni wenyewe nina modem. Na mali kauli hiyo ni kitu kikubwa sana mfukoni akikai. Si inafanana ukubwa na yale majiko ya kuchomea mishikaki kwa mfojo. Sio hivyo Mao, mali kauli si nini, ni maneno tu. Mali kauli. Mali kauli mazungumzo. Mazungumzo, yani nikija pale kwenu na kuja kukuchukua wewe kimazungumzo. Nitaleta inapita wiki. Nitaleta mwezi, nitaleta mwaka, mara umezeekea kwangu na watoto umezaa kutosha. Wakija wakimind wanakuchukua mtoto wao na kupa na watoto unaenda nao wewe. Hiyo sawa hii. Hiyo nzuri. Kwa hiyo umenipenda. Na utanioa? Sasa tena. Utanioa? Sasa kumbe nini? Gonga hapa. Wacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni wao. Nisibahatishi. Sawa. Ndio nakwambia, yani wewe hapa umefika. Sijui mambo ya rosheni, sijui uwanja, sijui poda, sijui nguo, sijui nataka dera. Sio kwa dera ile mimi natabida kama ukabadilisha dera hizo. Na tatizo na maneno mengi. Sio maneno na vitendo naweza. Niona mwenyewe na maneno mengi bwana. Kweli? Unakukubali? Mimi mwenyewe niona nilivyo. Kwa hivyo vitu vidogo. Lazima nahakikisha kwamba wewe kama unabadilisha madera, unavaa madera ya kisasa. Endeleeni. Baba, mimi nakuheshimu sana. Katika wazee nilikuwa nawaheshimu mtaani, yani wewe mmoja wao unaamua unanisaliti. Shika adabu yako wewe. Mimi sio mzee wewe. Mimi sio mzee. Wewe ni babu. Mimi sio babu wa kushamba. Kwanza unanivunjia heshima yangu. Lakini haiwezekani kitendo ambacho wewe unanitendea namna hii. Kwa nini unamchukua mke wangu jamani? Kwani umeona kitu gani cha ajabu sana hapa? Kwa sababu kusimama kuongea ndio umeona ajabu. Mahusiano haya. Ni mahusiano. Tatizo unalo. Unashindwa kusalimia watu, alafu unakuja kuleta habari zako za ajabu. Na wewe mke wangu kweli unaamua unisaliti? Hebu kumbuka mke wangu pale maneno ya mchungaji kanisani. Hapana mume wangu, wala siwezi nikakusaliti. Kuna jambo tu nilikuwa namuulizia hapa, lakini siwezi nikakusaliti mume wangu. Umesahau pale bwana mchungaji, mimi nimevaa nakwambia bonge la suti yangu nyekundu, na wewe hapo umevaa shela lako jeupe sana. Na tukaa hapa mbele ya mashahidi, na wewe ndio ulikuwa Delila. Huyu mzee ningekuwa nimemvamia nilikuwa na nguvu. Wewe ndio ulikuwa Delila wangu na mimi Samsoni. Ukanikata nywele, umenipunguza nguvu. Ndio maana yake leo unaamua unanisaliti, si ndio mke wangu? Unatembea na huyu babu. Wewe shika adabu yako. Mimi sio babu wewe. Sikia. Nasikia mimi sio babu. Wewe ni babu. Babu yuko shamba, mimi sio babu. Nisikie. Ndio mimi nasemaje wewe? Shika adabu yako. Tatizo lako wewe moja. Unakuwa bwegi, tatizo lako moja. Umtunzi mtoto umtunzi. Huyu anakosa matunzo. Huyu sio mtu wa kukosa matunzo. Wewe bwege tu. Hili ni neno ambalo wewe sio duniani mpaka hela. Wewe unaniambia mimi bwege, utaandikiwa wewe. Nasema hivi, wewe bwege. Ndio nasemaje katika neno lote duniani ulioongea ukaniita mibwege, lineno linaandikwa duniani mpaka hela mibwege. Mimi lover boy. Ukisikia lover boy mtaani ndo mimi. Acha nimwambie. Kwa hilo sonyo ulopiga wewe ni babu. Mimi sio babu. Mimi nakwambia kwa taarifa yako sio babu. Na hapa mbele ya Mungu wewe ni babu.
Shamba tu, unaanza mambo ya kishamba bwana. Watakuwa uwe na mambo ya kisasa. Usiniambie kisasa, unanirudisha tena. Nakurudisha nini? Wewe unadanganyika. Unamwona huyu na rangi zake, unajua ndanda Kosovo sio huyu. Nakwambia hivi. Wewe sio ndanda. Mimi nakwambia hivi kwa sababu najiweza. Haya mambo kama wewe huyawezi. Haya mambo nakwambia najiweza. Urembo sio mchezo. Urembo unataka uwe na fedha. Mimi na fedha. Wewe sio ndanda Kosovo. Haki ya Mungu dabdaka, huyu sio ndanda Kosovo. Wewe hujui kutunza. Unatakiwa utunze. Unatakiwa uwe na mane. Mimi naapa mbele ya Mungu. Naona sio Mungu tu, wewe hapo unapojua kuapa, wewe hapa. Naapa, wewe sio ndanda Kosovo. Naapa mimi wewe sio ndanda Kosovo. Utajua. Leo nimekubamba leo. Nimekubamba, yani leo sikuacha hata kidogo. Sasa baba, hata salamu hakuna, unakuwa mkali kisa deni tu, tunadaiana hivyo kwa sababu gani? Sisi wote wanaume. Mimi wewe ukifa ndo nitakuzika. Kwa nini tunadaiana hivi bwana? Afu hadharani unatoa misuli kabisa. Wewe nini maana yake? Sio ndugu yako, naomba mzigo wangu. Sawa? Sawa, mimi nakubali kwamba unanidai ndio. Sijakataa. Ila kiukweli ile hela mimi baada ya kuichukua sijaenda kufanya upumbavu. Hela nimechukua moja kwa moja nimeenda kulima kilimo cha matikiti maji. Matikiti maji na unajua yanataka maji. Sasa kuna jua kali. Tusubiri hapa kipindi cha kati kuna mvua hapa sasa zikanyesha hapa. Hizi zikinyesha hizi mvua, yale matikiti yanachipua baadaye tunavuna tunaleta mjini tunauza, nachukua hela yako na kukabidhi. Si mambo ishaisha. Najua unanipiga sound kama siku zote ulivyozoea. Yaani leo sikuacha, leo popote pale tutaenda. Sasa wewe uniache mimi umenioa. Sasa masuala kusachiana tutakutia naye. Bwana dogo, kausha basi kwanza. Dogo. Bora unipige leo utaniua nakwambia kabisa. Nitakupiga bicho ujue. Leo utaniua. Niache basi tulia basi kwanza. Wewe unashuka kutulia. Haipendezi na mimi ndo nashangaa. Wewe hebu acha fulani. Imekuaje kwani? Sikiliza mzee, huyu jamaa mimi namdai hela yangu. Hela nya brother ile pale mimi nimemwaziwa brother nikamsaidia huyu jamaa kama rafiki. Basi mwache usimkunje. Kama ni tatizo ni hela basi usimkunje. Msikunjane kwa sababu. Niache t-shirt. Sasa tuache msubiri niache. Piga. Wewe kulifaa vyote vile bado unasemaje? Ngombe nini? Tatizo liko wapi? Sikiliza mzee. Tatizo liko wapi? Sikiliza mzee, huyu jamaa mimi namdai. Umeona bana? Nimechukua hela ya watu wa brother kwenye ofisi yake nikamwazima huyu mshikaji, au sio bana? Lakini leo hii hapa ananizungusha mpaka leo. Yaani kila ninapokutana naye ananipiga sound. Kila ninapokutana naye ananiona kwa sababu mimi mwili mdogo, au sio bana? Na mimi leo huyu simwache, yani popote pale sitapelekana tu. Mimi namdai shilingi ngapi? Kwa namdai shilingi ngapi? Namdai 100,000. 100,000 tu? Huyu bwana ndio anadai 100,000. Kiukweli anadai 100,000. Hapa tukuja kupigana. Sikiliza. Hii hapa hii 25 years. Sawa. Sawa. Nimebakia begani. Hiyo iliyobakia tatoka hapa mimi na wewe kwenda kuchukua. Unaona bwana? Na hii tatizo la kwako wewe. Sasa mimi tatizo langu nini? Wewe ungekubali mimi nije nimuone dadako. Sasa masuala ya barua yanaingilia nani nao? Sio ni confussion kwamba mimi nasema hivi. Mambo kama haya mimi nakuwa naamaliza tu wala sio tatizo. Lakini nashangaa imekuja barua yangu, jamaa ananiambia sijui barua imerudi kwa sababu sijui hivi na hivi. Kwa sababu eti hela hakuna. Mimi nimeacha kuweka hela kwenye barua, nimeogopa Mau mjanja. Mau ukiweka hela kwenye barua tu analamba yeye. Matokeo yake mambo yanakuwa hayaendi. Lakini nilikuwa nategemea kama mngekubali basi ningeleta hela barua kama ni shilingi 30,000, sijui mkaja wa mama, sijui lolo, sijui cha bibi, sijui mzigo gani, mimi yote ningemaliza hapo hapa. Sasa vitu vingine mimi sijajua baba, kwa sababu nimeona pale barua limekuja empty. Unajua shemeji mwenyewe mara ya kwanza hujakuwa ukajionyesha ile live moja kwa moja nijue kwamba mambo yakoje. Ungefunguka tangu mara kwanza mbona ingekuwa shaisha haya. Sasa naomba basi mimi ninachotaka kukwambia ili zoezi la ujamaa wewe niachie mimi nitamalizia. Nikitoka hapa mimi nitammalizia. Wewe malizie huyu bwana laki yake. Mimi nitammalizia. Wewe niachie mimi nitamalizia. Shemeji. Mimi nilikuwa natoka na zangu hivi kuna mtu kunafuata hapa nikachukua shilingi 50,000. Ila sasa kidogo mambo yameingiliana. Sasa sijui wewe baadaye. Wewe una simu? Simu hii hapa. Nipe. Unaona. Wewe nini bwana usalipo bwana kupiga kofi? Ndakupiga kofi sasa hivi. Nilikuwa nakuangalia kwa sababu unadai. Susalipo nini? Chini acha. Nakubutua mitoka bwana. Acha hizo. Unaniona kwa sababu mimi mdogo. Ndakupasua. Maliza. Basi na kazi. Wango. Bwana. Niambie bwana. Ndiye bwana kipupwe. Na bwana mkubwa. Sasa sijui nichukue kiti ama nafanyaje? Vuta kiti hicho bwana. Ndio, unajua umenishangaza sana.
Bwana unajua haya mambo ya kiti hayo unavyosema, ina maana kama anapita bwana mganga na yeye anajua kuna mwenzake sana. Waganga wanaitwa kiti? Ndio maana yake, ila wana majina mengi na kadhalika. Kwani kuna waganga wa aina ngapi? Si ndio, kuna waganga design nyingi. Kuna mganga mwingine hapo anaimba. Kasimu. Ndio bwana. Unajua wa Bongo Flava sana. Naona ndugu yangu umeamua kuuza neti, umenunua shuka. Ndio maana yake. Unajua kama kuna kitu una discuss dunia kama inabwabwajaje? Ndio maana yake. Alafu mimi nilikuwa naenda hivi, ndo yako umeniita, nilikuwa naenda kuangalia saa ukutani. Sawa, unaenda na sasa hivi. Unajua saa za ukutani zinaekwa sana katika maduka ya dawa baridi. Dawa baridi, lakini ukinunua unakuta za moto. Watu mna elimu sana. Mbona unakunywa hii? Hayo masoda si unajua mimi na cocktail hapa. Vina maradhi makubwa. Ndio maana yake vinasababisha maradhi makubwa. Hata malaria wanavyosema. Mimi na kisukari, vitu vya sukari nyingi sili. Kwa hiyo hapa nakunywa soda. Unakunywa soda? Mimi na sizipendagi sana. Vinaumiza sana kwa soda. Hebu ilete hii kama hii afu nikupe elimu. Bwana Mr. Lete kama tulivyo. Zinaumiza sana wanadamu. Lete kama tulivyo. Vimeua watu wengi sana. Blaza nikupe na glasi. Glasi achana nayo, ndio inaleta kansa nayo. Unaona hivyo inavyofungua, inavyopanda hewani. Wakati inapanda hewani na wewe wakati unakunywa. Naona nawe sasa unakunywa sasa. Unaona? Wewe inavyotiririka na ile pale gesi, ndio hapa sukari inakujaje? Kwa hiyo zinatengeneza gesi. Kumbe ndio maana hizi hapa katika masuala ya umeme sasa hivi watu wanatumia umeme wa gesi. Ndio maana yake. Hizi zinasaidia katika mfumo wa elektroniki. Ndio maana ukiona umeme unakuwa wa shida. Hizi si ndio hizi zinanyweka sana sehemu za kefu na sehemu yote. Chunguza kwenye baa nyingi kama Buguruni. Umeme unakuwa wa shida mara nyingi, watu wanazinywa sana soda. Wanapoteza gesi nyingi za Tanzania. Ndio bwana. Niambie baba. Bwana kikubwa, afadhali Mwenyezi Mungu ametukutanisha sana. Unajua kuna jambo bwana, tuongee mambo mengine. Kuna kitu mimi kinaniuma sana. Kinaniumiza kwenye moyo wangu. Babako kwa nini anapenda kutukandamiza wanyonge? Babangu huyo mzee Kivumbi. Yaani sawa umevaa suti umependeza juu mpaka chini, alafu ndani hujavaa nguo ya ndani. Au umevaa suti lakini hujapiga mswaki. Ndio maana yake. Unajua baba yako ananifanyia mimi kitu kibaya sana. Kwa nini ananichukulia mimi mwanamke wangu? Mwanamke wako? Ndio maana yake. Yule mke wako mama Alinesi? Mama Alinesi. Anamchukua sana. Inanyuma sana. Yaani mimi bwana, kesi za mzee nimesikiliza kesi mpaka nimechoka. Kila mtu anaokuja mimi naletewa kesi ndo hizo. Yaani kama yeye ndo angekuwa mkubwa au mimi ningekuwa mdogo, mimi ningekuwa nishampalana yule bwana. Alafu unajua mwanangu, mimi nilikuwa nakuchumia dhambi, nikajua wewe ndo unatembea na mke wangu sana. Kwa nini anatutendea wanyonge jamani? Na kingekuhuzunisha zaidi kama ungekuwa na sound track. Usianze kuvua nguo, Basi, tulia basi kwanza. Usianze kuvua nguo hapo. Maana naona ushaanza kuchanganyikiwa. Labda kitu cha msingi mimi yule bwana nitamtafuta, nitazungumza naye. Mimi mwenyewe tabia zake kusema ukweli zinanikera. Yaani hakuna mtu ambaye anakeleka kama mimi. Haiwezekani anafanya vitu vya kijinga kama hivyo. Mimi naniuma sana. Kuna vitu vingine yeye anakaa anaangalia. Unatakiwa uangalie. Sasa unaenda usilie. Kaza moyo. Kaza moyo. Niuma sana. Sasa usilie bwana, kwa sababu mimi mwenyewe machozi yangu yapo karibu. Mimi na machozi ya misi. Nitaanza kulia hapa hadi tutengeneze mafuriko. Inaniuma sana bwana Kibubwe. Basi poza kwa. Mimi naomba muone sana baba yako. Mimi hilo swala nitalifanyia kazi. Wewe huna marafiki huku Kinondoni? Wauni? Nao. Unamchukua wauni, unaenda Kinondoni kwa unatafuta wale mabouncer ambao wanakuwa wanatumia simu kubwa na ndogo. Ndio bwana. Mnakuja mnamteka yule. Mnakuja bwana. Unatafuta hapo, unahakikisha kwamba mtu ana simu kubwa na simu ndogo. Ndio bwana. Anatumia kubwa anatumia na ndogo. Ndio mnamkuja mnamteka. Ndio bwana. Unampeleka kwa mama mmoja wa Kizalamo. Au ni mweke tego nini? Tego? Ndio maana yake. Tego gani?
Ili hapo akinaniliwa na mnasa. Sasa hapo tutanasa wote mimi na baba. Yaani una maana gani? Sasa hapo tumtege vipi? Au tukamtafute naye wa mitego kwa sababu yule pale atakuwa na mitego. Ndio maana yake. Wewe hapo ndio maana nikasema wewe hapo jinyasi. Ndio maana yake. Tumtafute naye wa mitego tuongee naye. Ndio bwana. Atajua anamtegaje. Basi wewe hapo ubarikiwe sana. Basi hamna shida. Ndio bwana. Nani bwana nani? Naam blaza. Hapa naomba niwekee kwenye friji. Sawa. Nitaipitia baadaye. Sawa. Naenda kuangalia saa ukutani. Sawa. Nanijua sana. Nikienda ukipita huko unaenda kuangalia saa ukutani. Ndio naenda kuangalia saa ukutani. Wewe hujasoma zile elimu za kizamani za kuangalia kivuli, kama kivuli kikiwa katikati saa 6 kikikuzidi saa 7 kikiwa kwa nyuma saa 9. Sema wewe mfupi sasa kiwezi kitakuchanganya. Sikiliza bana, mimi swala lako nimekwambia sina hela sasa hivi, sawa? Sasa una hela vipi mzangu? Mimi nikamwombe nani? Nikamwombe nani kama nisipokuomba wewe mzazi wangu? Sikiliza, nimekwambia nitakupa. Sasa sio unaniforce. Sawa bana? Nimekwambia nitakupa, sio uniforce. Nakulazimisha kati mimi ni haki yangu. Mimi nisipomwombe nikamwombe nani? Mimi ndio baba yako. Lakini nimekwambia pesa sina, nitakupatia baadaye. Sasa baadaye vipi? Alafu sikiliza mzee, unajua mimi kila siku ninapokuomba hela unaniingilia huku unatokea huku. Kumbe mimi nilikuwa najiuliza kwa nini baba yangu kawa mbaili. Mimi nimepata taarifa zako. Una udhaifu. Wewe ina maana Lingo wewe umjui? Lingo mimi si nimecheza naye mimi babangu. Lingo wewe huyo kuja kutembea na mke wa Lingo. Ina maana wewe hujui kwa mke wa mtu sumu? Wewe hujui kwa mke wa mtu sumu? Wewe unatembea naye kwa hiyo ndo maziwa au kitu gani? Sikiliza nikwambie, Lingo rafiki yako mjinga mbwege. Anashindwa kumhudumia mkewe na amenifuata mimi mkewe. Amenifuata ameniambia samahani sana kijana mwenzangu, naomba unihifadhi unistiri. Yule bwana mimi anashindwa kunisaidia, anashindwa kunilea, anashindwa kunitengenezea mambo yangu na mimi nikawa mrembo nikawa kama mwanamke. Nikamwambia hilo sio tatizo kwa sababu mimi kijana mwenyewe kama unavyoniona, bwana, si unavyoniona mimi nilivyo. Nikamwambia si usijali, mimi nitakufanya wewe mrembo kwa sababu mwanamke anataka lotion, mwanamke anataka apate cream, mwanamke anataka wapake wanja. Kwa hiyo sio tatizo, mimi nitakuhudumia. Basi sasa ili itakuwa tatizo kwangu? Sio tatizo kwa sababu amenipenda kwa sababu kuniona kwamba mimi mwenyewe najipenda. Na hilo ndo maana nikamwambia hilo mimi nitakufanyia. Sasa yeye anashindwa kufanya hilo, analalamika kitu gani sasa? Sasa wewe una ujana gani? Hivyo kweli wewe unazungumza maneno ya kijana mwenzangu na mimi nisemeje? Huko mguuni umefunga bandeji ndio tuite shikolobo au tuite kitu gani? Mimi nakwambiaje? Yaani ninataka kukwambia. Hivi wewe kama kakwambia hilo huyo rafiki yako mpumbavu na wewe mpumbavu. Kwa sababu kama una shughuli ya kufanya kwa kuniletea maneno na majungu ya kipumbavu kama hayo, sipendi. Hata yeye kashasema kwamba mimi azungumzi na wewe. Anaenda kwenda katika masuala ya utaalamu, anaenda kukuwekea tego. Umri ulikuwepo na mimi tena kwenye ubaba tushapita. Sasa hivi tunaongea kama mtu na rafiki yake. Kama unakosea mimi nakuchana, mzee unakosea. Wewe shika adabu yako, wewe utakuwa mtoto, mimi baba yako. Na ninakwambia kabisa, huo upumbavu wako unaniletea, hayo maneno yako na majungu yako na masufuria, anayekutuma wewe hiyo mwanzo na mwisho leo. Yule mke wa mtu na mwenyewe kasema anaenda kukutega. Nini? Anaenda kukuwekea tego. Sio kutega, hata kwenda kufatue na akafatue, lakini mimi nasemaje? Yule kulingana na mimi anavyoniona. Naona amekubali na amejua kabisa kwamba huyu kijana mwenzangu mimi naweza nikamsaidia, na kweli mimi nitamsaidia. Hasa kama yeye atatega, atafatua, huo ni mpango wako. Na wewe mpango wako fuatilia maneno hayo iwe mwanzo na mwisho kuniletea habari kama hizo. Siku nyingine nakupiga makofi. Wazo habari zako unazoniletea. Habari gani unazoniletea hizo? Mpumbavu mkubwa wewe. Mimi ndo nataka kuingia aibu. Mimi ndo nataka kuja kuingia. Wewe utakapowekwa mtego, ukienda ukinasa katika mtego, kama unakumbuka miaka 3 nyuma iliyopita hospitali ya Temeke, mtu aliyekewa tego hivyo hivyo kanasa. Hasa leo itakuja kuwa jambo laibu, hata wakikufunika shuka. Najua kwa wewe mimi ni mzazi wangu. Sio jambo zuri. Unaninyima raha babangu, nashindwa kuishi kwa raha. Kwa nini unanifanyia hivyo baba wewe? Haya maneno ya kuzusha. Sasa wewe uzushi. Anakutega yule. Mimi anitegi na ule uzushi nimekwambia. Unapata tezi. Wewe, haya mambo hakuna na haiwezekani. Nakwambia. Na iwe mwanzo na mwisho. Siku nyingine nakupiga kweli. Usinipotezee muda. Sasa mimi nakwambia, hiyo pesa unayotaka mimi nitaangalia. Nikitaka nikupe, nisitake nisikupe vile vile. Fresh ndio mimi nitapambana si maisha bwana, unajifanya mtu mzima kijana, umri wewe wa kupaka wanja. Umri wewe wa kupaka wanja bwana. Umri wewe wa kupaka wanja. Sisi tusiseme bwana. Nakuuliza utagombana mimi? Nakupiga kweli makofi. Sisi tusiseme sasa. Usinifokee mimi. Mimi nakwambia nakufokea sasa. Mimi nakufokea kwa sababu unakosea sasa. Tandika, nitakutandika. Mbabu wewe. Ala? Unajua unaongea na nani? Sasa unaona tuko sawa Kwa sababu mimi nikiulamba na wewe unaulamba na tuko sawa sawa Mbabu sana wewe. Yaani unaona watu tuko sawa sawa hivi nikiulamba nikitoka kwenye mambo yangu unayajua, unataka kuniona mimi na tuko sawa sawa, unataka kujifanya wewe unataka